Wito umetolewa kwa viongozi wa Isiolo kuhakikisha jamii za watu wanaoishi na ulemavu zimewakilishwa katika safari za kuwatembelea rais na naibu wake. Akiongea na Headmaster Networks, Mohamed Abdullahi aka Medize amewakashifu waliopanga safari ya kumtembelea naibu rais Kithure Kindiki kwa kutowahusisha watu wanaoishi na ulemavu. Kwa majina naitwa Mohamed Abdullahi almaarufu Medize. Mimi kama kijana wa Isiolo, mkazi wa Isiolo, mimi nataka kwanza kuweza kuwaomba viongozi wa Isiolo. Viongozi wa Isiolo, hivi majuzi mliweza kuchukua wananchi wa Isiolo, kuanzia gavana wa Isiolo, mwakilishi wa mama Mumina Bonaya, wabunge wa Isiolo, mkaweza kuwapeleka wananchi kule kwa Deputy President Mheshimiwa Kindiki. Na mimi kwa picha ya kuweza kuhuzunisha sana, mimi kama kiongozi sikuweza kupata mwaliko wa kukuja kuweza kuhudhuria kikao, manake kikao ya wananchi, na pia sikuweza kupata mwaliko ya kuweza kuwaalika walemavu wenzangu katika hiyo mikutano ambayo ilikuwa kwa Deputy President Mheshimiwa Kindiki. Hiyo ni makosa sana, na mimi ninalaani hiyo kitendo. Next time mkipanga mwaliko yoyote ya kwenda kwa wageni mashuhuri kama Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto, Mheshimiwa Deputy President Kindiki, muweze kuwakumbuka pia watu wanaoishi na ulemavu. Manake wao pia ni wapiga kura, ni wananchi na walipa kodi kama wananchi wengine. Amewaomba wanaopanga safari ya Ikulu kuhakikisha watu wanaoishi na ulemavu wamehusishwa. Ya pili, mimi nataka kuweza kuwaomba, manake nimeweza kupata fununu hapa na pale kwamba kuna mwaliko itakuwa kwenye State House kwa rais mwenyewe kutoka katika kila county ya Isiolo. Nitarejelea sana viongozi wa Isiolo, mwogope Mwenyezi Mungu, manake yote ambayo mnafanya Mwenyezi Mungu anaona, na malipo ni hapa hapa. Na ya pili, mkifanya mwaliko yoyote, naomba muweze kuwakumbuka watu wanaoishi na ulemavu katika Isiolo. Watu wanaoishi na ulemavu wameweza kusaulika sana. Ninazungumza hivi kwa sababu ninajua uchungu ambao ninaisikia. Kuna watu wako Yamicha, wako Korbesa, wako Oldonyiro, Ngaremara, lakini wajaweza kualikwa katika hafla kama hiyo. Hiyo ni makosa sana na ninalaani, na isije tena ikatokea tena. Ametoa wito kwa vijana kizazi cha Gen Z pamoja na watu wanaoishi na ulemavu kujitokeza na kujiandikisha kama wapiga kura ili kupata fursa ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu ujao. Ya pili, mimi nataka sana kuwarai wananchi wa Isiolo, vijana wa Gen Z, vijana mashuhuri, vijana ambao tunawaenzi. Saa hizi wakati ya kukata kura imefika, mchukue kura. Mkate kura. Manake kura ndio itabadilisha uongozi na itabadilisha ile kazi ambayo inafanyika katika jimbo na pia katika taifa la Kenya. Mimi naomba vijana wa Kenya mkate kura, manake kura ndio sauti yenu. Mchague viongozi wenye sera, sio viongozi wenye pesa. Manake miaka 5 sio jana, leo wala kesho. Watu wamepitia mengi, shida imekuwa mingi. Mimi naomba vijana tufanye vitendo, tukate kura, tuweze kubadilisha uongozi, wakubadilishwa wabadilishwe, wakurudishwa warudishwe, manake uamuzi iko kwenu nyinyi wananchi. Ya pili, nataka sana kuwaomba tume ya IEBC, endapo mnaenda kuwasajili wapiga kura, muweze kuwakumbuka pia watu wanaoishi na ulemavu. Wanahitaji kukatwa kura kama wale watu wengine. Na nyinyi pia watu wanaoishi na ulemavu, mimi nawaomba sana, manake nimekuwa nikiwatetea, sio kaunti ya Isiolo peke yake, katika taifa nzima la Jamhuri ya Kenya. Muweze kukata kura, isije mukasema mumeweza kubaki nyuma kimaendeleo. Kura yenu ndio sauti yenu, kura yenu ndio ngao yenu, na kura yenu ndio itaweza kuleta mabadiliko katika mashinani, katika maisha yenu. Ila mimi nataka kuweza kuwapongeza wale viongozi ambao wanaleta maridhiano katika kaunti ya Isiolo, na wale ambao bado kidogo wanayumba, ninaomba muweze kurudi chini, manake mnazidi kuwaweka uoga watu wa Isiolo. Na pia nataka sana nikimalizia, Isiolo ni yetu sisi wote. Isiolo si ya mwanasiasa, Isiolo si ya mtu yoyote. Isiolo ni yetu sisi wote. Tunafaa kusaidiana, tunafaa kubebana na tuweze kuwakumbuka wapiga kura. Manake wananchi wasichukuliwe ni kama chombo ya kuweza kutengeneza pesa.
Wananchi ndio wenye nchi na wananchi ndio wenye kulipa kodi. Ila mimi nataka kuweza kuacha nikisema kwamba majuto ni mjukuu. Msipokata kura mtakuja mjutie tena.